Bwana, kama uliangalia mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho CRDB Bank Yanga dhidi ya JKT Tanzania, basi ulikuwa ni mchezo wa mwisho kwa Stefano Aziz Ki ambaye alikuwa na waaga wana Yanga, na sasa rasmi unaweza ukasema Stefano Aziz Ki atakuwa ni mchezaji mpya wa klabu ya Wydad Casablanca. Bwana, mara baada ya mtanange kutamatika, tuliona namna ambavyo mashabiki pia walikuwa wakionyesha ishara mbalimbali za kumwaga, lakini pia tuliona kwenye mchezo ule ulikuwa ni mchezo maalum kabisa kwake kwa sababu alivaa kile kitambaa cha unahodha. Tunafahamu nahodha wa klabu ya Yanga ni Dickson Job ama Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini kwa heshima kubwa ya kumwaga Stefano Aziz Ki aliweza kupewa kitambaa kile kama ishara ya kuweza kumwaga. Na tunafahamu kwamba Stefano Aziz Ki tunakwenda kumuona kwenye mashindano makubwa ya kombe la dunia ngazi ya vilabu, na tunafahamu kwamba Wydad Casablanca ni moja kati ya klabu ambayo itashiriki michuano hiyo, na mchezo wake wa kwanza watacheza dhidi ya Manchester City. Kwa hiyo Stefano Aziz Ki tunakwenda kumuona akiwa na uzi wa Wydad Casablanca, lakini akicheza dhidi ya Manchester City, moja kati ya timu kubwa pale barani Ulaya. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo pengine mashabiki wa klabu ya Yanga hawataki kuisikia, lakini hali halisi ndivyo ilivyo kwamba Stefano Aziz Ki anaondoka Yanga. Lakini pia tumemsikia mjumbe kamati tendaji ndani ya klabu ya Yanga Alex Ngai akizungumza kuhusiana na hali iliyopo juu ya Stefano Aziz Ki, na yeye amekiri moja kwa moja kwamba licha ya kuwa na mkataba wa mwaka mmoja, lakini anaondoka na kila kitu tayari kimekamilika. Kwa hiyo muda wote Stefano Aziz Ki ataondoka, na inasemekana tayari ameshakusha kuanza safari ya kuelekea huko kwa ajili ya maandalizi ya michezo hiyo ya kombe la dunia ngazi ya vilabu. Wana ni kwamba klabu ya Wydad Casablanca imekamilisha usajili wa kiungo huyo Stefano Aziz Ki kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Aziz Ki anatarajiwa kuingia kambini mapema ili kujiandaa na michuano ya FIFA Club World Cup akiwa na Wydad Casablanca. Mpaka sasa Stefano Aziz Ki ni mali ya Wydad, na inatajwa Yanga watatangaza kumuuza mchezaji huyo muda wote kuanzia sasa. Moja kati ya taarifa ngumu sana, tunafahamu ni moja kati ya wachezaji ambao unapozungumzia mafanikio makubwa ndani ya klabu ya Yanga, bwana, huwezi kumwacha kumtaja Stefano Aziz Ki. Tunafahamu ama tunakumbuka ule mchezo dhidi ya Club Africain kutoka Tunisia wa kutinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, namna ambavyo goli lake liliivusha Yanga. Lakini pia tunafahamu makubwa yale ambayo aliyafanya kwenye mchezo wa robo finali dhidi ya Mamelodi Sundowns, licha ya kufunga goli na kuweza kukataliwa na VAR, lakini ni moja kati ya tukio ambalo mashabiki wa klabu ya Yanga hawatokaa kulisahau tukio hilo, kwa sababu lilikuwa ni moja kati ya tukio ambalo lilikuwa linawapeleka hatua ya nusu finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Sasa mara baada ya kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, kumekuwa kuna tetesi nyingi sana ambazo zimeendelea kuzungumzwa juu ya mrithi wa Stefano Aziz Ki ndani ya klabu ya Yanga. Kuna majina mawili ambayo yanatajwa, Faisal Salum Feitoto ambaye anatajwa kurithi mikoba ya Stefano Aziz Ki, na tetesi zinazungumza kwamba huenda akatambulishwa siku ya Mwananchi. Lakini ukiachana na Faisal Salum Feitoto, Jean Claude Glimgisha, moja kati ya viungo washambuliaji wa klabu ya Al Hilal kutoka Sudani, ni moja kati ya majina pia ambayo yanatajwa ndani ya klabu hiyo ya Yanga. Kwa hiyo kumekuwa kuna majina mengi mara baada ya Stefano Aziz Ki kuondoka ndani ya klabu ya Yanga, lakini tunafahamu kwamba ukweli wote tunakuja kufahamu kwenye dirisha kubwa la usajili ni nani anayekwenda kurithi mikoba ya Stefano Aziz Ki. Bwana, tetesi ambazo pia zipo ni kwamba usajili wa Stefano Aziz Ki anauzwa shilingi milioni 450 akitokea Yanga, na atacheza kombe la dunia la vilabu kama ambavyo nimekujuza, lakini pia na mshahara wa shilingi milioni 50 kwa mwezi. Hizo ni tetesi juu ya uhamisho wa Stefano Aziz Ki kuelekea ndani ya klabu ya Wydad Casablanca, lakini hakuna taarifa rasmi ambayo inaonyesha namna ambavyo Stefano Aziz Ki wamemuuza. Na kama ambavyo pia taarifa zinazungumza kwamba Yanga watatoa taarifa juu ya kumuuza Stefano Aziz Ki, pengine huenda wakaja na taarifa kamili
na niko namna gani pengine biashara hiyo imekwenda, lakini pia ni shingapi pengine Aziz Ki ameuzwa na kwa mkataba wa miaka mingapi na atapokea kiasi gani. Kwa hiyo tutakuja pia kuzipata endapo pale Yanga atakapotoa taarifa rasmi kuhusiana na kuuzwa kwa Stefano Aziz Ki. Lakini kwa sasa tetesi zinazungumza hivyo kwamba ameuzwa shilingi milioni 450 za Kitanzania akitokea ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo tusubiri na kuona, lakini ni moja kati ya taarifa ambayo ukipita kwenye magrupu ya klabu ya Yanga, mashabiki wa klabu ya Yanga bwana, wengi wamemtakia kila laheri. Lakini pia baadhi ya wachambuzi tumeona wakiendelea kumzungumza Stefano Aziz Ki, namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa ndani ya klabu ya Yanga. Tumeona Juma hayo akitoa maneno yake kuhusiana na kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, lakini pia Mkazuzu mmoja kati ya wachambuzi ambao wamezungumza kuondoka kwa Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba si tu kwamba mashabiki wa Yanga ndio ambao pengine wanaumia kuondoka kwake, lakini baadhi ya wachambuzi ambao pengine walikuwa wanatamani kumuona Stefano Aziz Ki akisalia ndani ya ardhi ya Tanzania nao pia ni kama wameguswa kwamba anaondoka mwamba ambaye tumeona amefanya kila kitu ndani ya klabu ya Yanga, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa ni kipenzi kikubwa kwa mashabiki wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo tunafahamu zilikuwa kama tetesi wakati ule Roland Mkwena kocha wa Wydad Casablanca wakati ule akitokana na klabu ya Mamelodi. Tetesi zilianza kuzungumzwa nyingi sana kwamba ni moja kati ya makocha ambao wanahitaji kufanya naye kazi, lakini tunaona dili linatiki, lakini Roland Mkwena anakuwa si sehemu ya kikosi cha Wydad Casablanca kwa sababu tunafahamu kwa sasa Wydad Casablanca wana kocha mpya. Kwa hiyo Stefano Aziz Ki anaenda ndani ya klabu ambayo kocha alikuwa kimhitaji tayari ameshakwisha kufukuzwa, na tunafahamu kuhitajika kwa Stefano Aziz Ki kulianzia kwenye mchezo wa robo finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, mchezo ambao Yanga waliondoshwa na Mamelodi Sundowns kwa mkwaju ya penalti, ambapo mara baada ya mtanange kumalizika, kama mlitazama vizuri, Roland Mkwena wakati akiwa kocha wa Mamelodi alimshika Stefano Aziz Ki na wakaanza kunong'ona. Lakini wakati ule pia tunafahamu kocha msaidizi wa klabu ya Yanga alikuwa Mgana, alienda pale uwanjani na kumtoa Stefano Aziz Ki, na baada ya hapo zikaanza tetesi kwamba Roland Mkwena anamhitaji Stefano Aziz Ki acheze ndani ya klabu yake ya Mamelodi. Na mara baada ya kuondoka na kuelekea ndani ya klabu ya Wydad Casablanca, bado tetesi ziliendelea kumzungumza Roland Mkwena kama kocha ambaye anatamani kucheza ama kufanya kazi na Stefano Aziz Ki. Na sasa unaweza ukasema kwamba dili la kwenda ndani ya klabu ya Wydad Casablanca Stefano Aziz Ki aliyelipanga ama aliyehusika moja kwa moja ni Roland Mkwena ambaye kwa sasa si kocha klabu ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo iko hivyo kuhusiana na taarifa ya kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, na tunasubiria tu kuona namna ambavyo Yanga pengine watamwaga, kwa sababu kwenye mechi mbili zilizosalia za kutamatisha ligi kuu soka Tanzania bara tunafahamu kwamba Stefano Aziz Ki hatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga. Hata mchezo wa dabi ambao tunafahamu kauli mbiu ya Yanga ni kwamba hawachezi, lakini kama itatokea mchezo huo umechezwa, basi ni mchezo ambao utachezwa pasipokuwa na Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee kuhusiana na taarifa za kuondoka kwa Stefano Aziz Ki. Lakini swali ambalo unakuachia wewe kupitia kwenye comment section hapo chini, unaweza ukaniambia unamkumbuka kwa lipi Stefano Aziz Ki akiwa ndani ya klabu ya Yanga. Unaweza ukaandika comment yako ukaniambia pengine ni tukio gani ambalo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.